Kwa kinachoendelea sasa hivi, ni wachache sana wanaweza wakaamini kwamba Marekani, Israel na Iran ni marafiki wa kihistoria. Na sio marafiki tu kwa level ya diplomasia, yani viongozi wa siasa na viongozi wa siasa. Nazungumzia urafiki wa kijamii ambao sometimes unaenda deep mpaka kwenye dini. So nimeamua nije na hii engo fupi ya historia positive ya hawa jamaa, ambayo pia inatuonyesha ni jinsi gani ambavyo marafiki wa karibu sana walioshibana ndo wanaweza kugeuka maadui wakubwa sana siku za mbeleni. Na sometimes maadui wakubwa wakaja kugeuka marafiki. Asante kwa wote ambao mmecomment kwenye hii session ambayo nilikuchambulia kiundani kuhusiana na huu mgogoro unaoendelea wa Marekani na Israel kuivamia Iran, na hizi comment zinanipa nguvu kinoma noma. Lakini zaidi ya yote, wewe ambaye umesubscribe, kiukweli kufanya hivyo una support kinoma hii channel, lakini pia na content zetu. Jina langu ni Grayson Gideon. Acha ni kuingize kwenye hii page ya historia ambayo huenda haya yanayoendelea sasa hivi yakawa yanatusahaulisha. Tuanze na urafiki uliopo kati ya Marekani na Iran, na hiki kisirani ambacho Marekani inacho na Iran hadi leo. Tukiachia mbali tu kwamba kuna huyu bwana Netanyahu anampampu ndugu Trump. Iko hivi, kwenye episodi zetu za picha linaanza kuhusiana na Iran, specific hii hapa, tulikuelezea jinsi ambavyo kabla ya Iran kuondoka kwenye utawala wa kifalme, ilikuwa ni rafiki mkubwa wa mataifa ya Ulaya na ya Marekani. Ukitaka kupata picha ya urafiki uliokuwepo kati ya Iran na Marekani, ni kwamba nchi ambayo ilikuwa na mashine za kuprint dola ya Marekani, yani nje ya Marekani, ilikuwa ni Uingereza, na nchi ya pili ilikuwa ni Iran. Yes, Iran ndio nchi pekee ambayo Marekani waliamini kwenye level ya kuwapa mashine ya kuprinti dola 20. Huwa uzioni sana hizi noti, lakini ni noti ambazo ziko kwenye mzunguko, na Iran walikuwa na hii mashine. Na wakati yanatokea mapinduzi ya Iran ambayo yalimuingiza Ayatollah madarakani kutoka kwenye utawala wa Shah wakaingia kwenye Ayatollahs, inasemekana Iran waliwapa Hezbollah mashine, wakawa wana printi pesa. Kwa hiyo makundi mengi kama Hezbollah ambayo yalikuwa yameanzishwa Mashariki ya Kati kule kuwazingua bwana Israeli na wenzake, yalitumia mashine hizi kuprinti pesa. Kuna mambo mengi yalitokea Marekani, yani ilichanganyikiwa wakati wanaachana na Iran. Ilikuwa ni uhusiano ambao ulikuwa deep sana kiasi hiki. So ilibidi waanze kufanya mchakato wa kubadilisha hizi plates za kuprinti dola 20 ili kuwakwamisha wauni wa Hezbollah, kwa sababu walikuwa na hii mashine ambayo walipewa na Iran. Zaidi ya hivyo, ubalozi wa Marekani ndani ya Iran, ambayo wakati wa haya mapinduzi ulitekwa na wanafunzi. Kuna story ndefu sana ambayo kama umefuatilia episodi zetu za nyuma utaelewa kilichotokea kwenye ubalozi. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. Spurred on by an anti-American speech by the Ayatollah Khomeini, they stormed the embassy, fought the Marine Guards for 3 hours, overpowered them, and took dozens of American hostages. The students want the deposed Shah returned to Iran for trial. Huu balozi ndio ulikuwa makao makuu ya ujasusi wa Marekani Mashariki ya Kati na Asia. Yani maana yake ni kwamba maspai wote ambao walikuwa China, walikuwa ndani ya Russia kwenyewe, walikuwa ndani ya nchi zote za Uarabuni, walikuwa ripoti zao wanazileta hapa. So unaweza kaona jinsi gani ambavyo diplomasia ya Marekani na Iran ilikuwa kwenye level ya uaminifu wa hali ya juu. Yani Marekani walijisahau, na wakati huu Iran ndio ilikuwa inaitwa mall ya Mashariki ya Kati, au tuseme West Asia, ambalo ndio jina official nimekuambia la ili eneo. Ila Mashariki ya Kati ni jina ambalo ni jina lilotokana na the fact kwamba Ulaya wanaona kwamba huku India ndio mashariki kutoka walipo wao. Sasa katikati ya
upande huu wa Asia, China na India, katikati hapa ndo walipo Waarabu. Kwa ndo maana wakasema ni mashariki ya katikati. Ndo maana wanawaita Indonesia na wengine Far East, alafu hawa katikati ni Middle East. Lakini hili eneo ni magharibi mwa bara la Asia. Kwa hiyo wakati wanaachana, wale wanafunzi walipokuja kuvamia huu balozi wa Iran, walikuta karatasi zimechanwa na wakaanza kukaa chini kuzitengeneza zile karatasi, yani kuziunganisha moja moja. Waliwaita madogo, wakawaita nani, yani kaeni unganisheni mpaka tujue kilikuwa kimeandikwa nini. Na moja ya vitu walivyovikuta yalikuwa ni majina ya maspai ambao walikuwa kwenye nchi mbalimbali ndani ya Asia. Kwa hiyo ilibidi Marekani waanze upya ishu ya kuspy. So kuanguka kwa urafiki wa Marekani na Iran ulikosti Marekani vitu vingi sana, sio tu kwa level ya ndani ya Iran, ila kwa level ya ukanda mzima. Kwa hiyo unaweza kaelewa hiki kisirani kilitoka wapi. Ni kama mwanamke ambaye ulimwamini, ukamgaramia kila kitu, ukajitoa kila kitu, au mwanaume pia ambaye ulimwamini, ukajitoa, ukaacha vitu vyako vyote, ukajiachia, alafu baadaye anakuja anakupiga tukio, anabadilisha bwana. Na ndicho ambacho kiliudhi Marekani kiasi hiki. Lakini mbali na hivyo ni kwamba hadi leo kuna Wairani wengi sana wanaishi Marekani. Hata huyu mtoto wa Shah Pahlavi ambaye sasa hivi ndo wanaongea, mara wanampa interview, anataka ajitengeneze kama anataka kuwa kiongozi wa mpito wa Iran. You don't want to be king? I'm not running for office. I'm not. Are you saying in this interview that you wouldn't lead Iran? That's a different thing. They trust me as a transitional leader, not as the future king or future president or future whatever. I'm totally focused on my mission in life, which is let me bring the country to a point that they can make that free choice. That will be enough for me having said mission accomplished. You imagine peace with Israel? Of course. In modern history, Iran actually gave refuge to Jews that were escaping the Nazis during the Second World War, giving them refuge and sanctuary in Iran. You have been out of the country for nearly 50 years. Why would the people want you? Huyu ameishi Marekani tangu akiwa dogo, wakati babake anaondoka kukimbia nchi wakati wa yale mapinduzi. Kwa hiyo yeye na Wairani wenzake ndo haya maandamano unayoona ndani ya Marekani wakiwa wanasapoti alichokifanya Trump. Hawa ni wale Wairani ambao walikimbia ule utawala ambapo nchi ilibadilika, wakawa tayari inabidi wakimbie kwa sababu walikuwa wanafaidika na ule utawala wa mwanzo. So unaweza ukaona urafiki uliokuwepo wa Marekani na Iran wa miaka mingi. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is in fact a tumultuous history between us. به امریکایی‌ها و به متحدان اونها در منطقه من بگم که ملت بزرگ ایران هیچ گونه ناامنی. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Tukirudi Israeli, urafiki wake sasa na Iran ni deep zaidi kwa sababu una issue za imani na una issue za historia na una issue za kisiasa. Tukirudi nyuma kabisa kwenye historia, Iran haikuwa nchi ya Kiislamu wala haikuwa nchi ya Kikristo. In fact, Ukristo haukuwepo, hata Yesu mwenyewe alikuwa hajazaliwa wala Muhammad. Na hapa ndio tunakutana na mfalme anaitwa Cyrus. Kwa Kiswahili ambao wanasoma Bible wanamfahamu kama Koreshi, mfalme Koreshi. Huyu jamaa dini yake ndio ilikuwa dini ya kale ya Iran. Inaitwa Zoroastrianism, ni Wazorosta. Kwa Kiswahili na muktadha wa sasa hivi tunaweza tukasema ni Wazorosta. Kwa hiyo hawa Wazorosta mungu wao alikuwa anaitwa Ahura Mazda. So ukisikia wenye Mazda gari za Mazda
ujue huenda jamaa wamechukua huku, kwa sababu kuna watu siku hizi wanachukua majina pia, brand kama Zeus alikuwa ni mungu wa zamani wa Wagiriki. So huyu Cyrus ni mfalme ambaye yupo kwenye Bible, kwa maana ya kwenye vitabu vya Wayahudi. Nini alifanya? This guy ndo aliuangusha utawala wa kina Mr. Blue, Babylon Baisa, tunafahamu kama Wababeli. Hawa Babylon makao yao makuu yalikuwa ni hapa Iraq, ni kama kilomita 50 hivi kutoka Baghdad ya sasa hivi. Kwa hiyo hapa pia Baghdad, utakumbuka mzee Ibrahim ambaye ndiye chanzo cha dini zote tatu tulizonazo, alitoka hapa hapa Iraq. Wakati huo ilikuwa inaitwa Ur ya Kaldayo. So akaambiwa kuna mtu anamsikia kichwani, anyooshe zake mpaka Mashariki ya Kati. Na hii story alionayo mzee Ibra kwamba alikuwa anasikia kuna mtu anamwambia, sasa sijui ni kichwani, anasikia kutoka nje kwamba ana ardhi yake kule, ndio story ambayo Wayahudi wanaitumia hadi leo kusema kwamba wanataka kutawala ili eneo. Anyway, lakini huyu King Darius ndiye ambaye baada ya kuwapindua Babiloni wakina Mr. Blue, sasa utakumbuka Babylon utawala wao ndio ambao ulivamia ili eneo la Wayahudi na kubomoa hekalu lao. Na sababu ni hiyo hiyo ambayo watu wengi hawajui, ili kwamba Wayahudi ni watu wenye msimamo mkali kuliko Waislamu kidini. Na hata hii alama ambayo unaiona, nadhani tushawahi kukuelezea kwenye episodi zetu za nyuma, hii alama inatokana na vita ambayo ilipiganwa kwa sababu ya nguruwe. Unajua Kristo mbeleni tulikuja tukaleta siasa za kwa nini tule nguruwe, you know. Labda kuna Mkristo mmoja alionja akapenda, akaona tunaachaje hii kitu. Lakini kwa Waislamu wamebaki na msimamo huo, lakini kwa Wayahudi ni deep zaidi, kwa sababu Wagiriki walikuja wakachinja nguruwe kwenye hekalu lao ambalo limejengwa na Dariusi. Sasa eti Dariusi na Cyrus, Dariusi alifuata baadaye baada ya Cyrus, na yeye akasimamia huu mchongo wa kuhakikisha hekalu linajengwa. So huyu Cyrus ndiye aliyeleta mfumo kwamba sijali unaamini nini, kwa sababu kabla dunia ilikuwa naamini tuwe na lugha moja, tuwe na dini moja. Lakini akaja akasema no, mnaweza mkaabudu chochote ili mradi tuna uchumi mmoja. Kwa hiyo yeye alifocus kwenye uchumi, ili mradi mnanipa kodi, I really don't care. Zaidi ya yote akatangaza watu wote ambao walidhulumiwa imani zao na kubomolewa sehemu zao na utawala uliopita wa Wauni wa Babeli, serikali hii itawasaidia kurudi kwenu na kwenda kujenga maeneo yenu ya kumwabudu Mungu wenu. Hili tangazo ndo liliwafanya Wayahudi ambao walichukuliwaga utumwani kutoka kule kwao long time, wameishi muda mrefu utumwani. Na ninavyosema walichukuliwa, sio mtu ni mtu tu unachukuliwa, ni wale viongozi na wasomi wa hiyo jamii ambao ndo mnaleta kujua hapa utundulusilization. Kwa hiyo akasema mimi sina noma na nani anaabudu nini, mimi ninachotaka tu as long as unakubali upo chini ya kingdom yangu na kodi utaleta, why not? Kwa hiyo naomba kila mmoja ambaye utawala uliopita ulimharibia kitu anachoamini, naomba arudishiwe vile ambavyo aliharibiwa na aruhusiwe kuabudu anachotaka. Moja ya watu ambao walifaidika na hili tangazo ni Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi waliokuwa muda mrefu wameishi Babylon ndio wakaondoka hapa, wakarudi zao Zion, wakarudi makao makuu kule Jerusalem, na ndipo wakaandika sheria yao. Hawa wasomi ndio walirudi wakaandika sheria ambayo sasa hivi tunaifahamu kama kitabu cha Torati. Kwa hiyo Torati liliandikwa baada ya Wairan kuwaruhusu Wayahudi ambao ndio Waisraeli wa sasa hivi. I know kuna hiyo argument yenu, sio hawa ni wale bla bla, lakini nazungumzia as kinachoendelea sasa hivi kwamba Wayahudi walikuwa ni marafiki na hawa Waajemi. Huyu mfalme ndiye ambaye alitoa kibali na kutoa pia rasilimali za kujenga hekalu la pili la Wayahudi. Hili hekalu lilijengwa na mafundi kutoka Afrika. Ilibidi waje huku Misri. Unajua Misri yale tunayaona wamejenga mpaka haya mapiramidi muda mrefu. Huyu mfalme ndo aliagiza kwamba mafundi wafuatwe wachukuliwe Misri waje wajengewe hekalu. Kwanza alipoonyeshwa ramani mara ya kwanza so, kwa hiyo Wauni wa Babeli walibomoa ili hekalu, ili dude lote ndo walibomoa.
lakini nasemekana Wayahudi walipeleka ramani nyingine. Yani tempo ya kwanza alikuwa kubwa hivyo, lakini la pili likajengwa kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kuna hiyo background ya kihistoria ya hawa watu. Sasa hilo lipo kwenye historia ya zamani. Lakini tukija kwenye modern history. In modern history, Iran actually gave refuge to Jews that were escaping the Nazis during the Second World War. Utakumbuka wakati wa vita ya pili ya dunia ndio kipindi ambacho Wayahudi walikuwa wanauawa kinoma hapa Ulaya. By the way, Wayahudi walianza kuuawa long time kabla, yani kabla hata ya Hitler, Wayahudi walikuwa wanauawa long time. Na sintataka kurudia sana hapa, nitakushauri ufuatilie hii episode hapa. Tulikuletea mwanzo mwisho wa safari yao ya jinsi walivyosambaa duniani, kwa nini walikuwa wanauawa na jinsi taifa lao lilivyotengenezwa. Hapa nazungumzia engo ya urafiki wao. Hitler alipoivamia Poland, moja ya nchi ambazo zilipokea wakimbizi wengi ambao walitoka Poland wakiwemo Wayahudi ni Iran na Tanzania. Yes, kama umesikia Tanzania umeshtuka kidogo. Nadhani labda hujafuatilia tu episodi zetu za nyuma, kwa sababu niliwahi kukuletea hii story deep kwamba ukienda Tengeru, Arusha, by the way ni karibu sana na nyumbani kwetu, kuna kambi ya wakimbizi wazungu ambayo walikaa pale muda mrefu sana, walikuwa wanatokea Poland. Watu wengi hawajui kwamba Tanzania imewahi kupokea wakimbizi wazungu na walikaa pale. Kwa hiyo Arusha, yani wazee, ukienda kule kuna story zile, wazee wanakuambia ni sisi tulikuwa tunaondoka, tunaenda kuangalia wazungu kwenye kambi. Kwa hiyo tunaenda tunawasaidia, tunawapa labda chakula. Wazee wengine wanatoka huko Meru, huko Tengeru juu kwa kina Miladayo. Kwa sababu hii kambi ilipokuwa, nadhani Miladayo anatembea tu kwa mguu kutoka Akeri. Kwa hiyo wazee wa eneo la Akeri, eneo lote la karibu na Tengeru pale na maeneo mengine ambao mwalimu aliwapa, walikuwa wanaondoka wanaenda kama kuwasaidia wakimbizi. Kwa sababu unajua ukiwa mkimbizi uruhusiwi kutoka kambini, uruhusiwi. Unajua yale maisha ya wakimbizi. Miaka yote hiyo waliishi huku kama wakimbizi, na moja ya sehemu wengi waliokimbilia kipindi hiki ni Iran. Kwa hiyo Iran iliwapokea Wayahudi wengi kinoma ambao walikimbia vita ya pili ya dunia. So huu ni urafiki ambao upo kuanzia kwenye history mpaka kwenye ishu ya dini, kwamba Torati lao liliandikwa na mtu ambaye anatokea kwenye hii ardhi ambayo leo wanaivamia. Netanyahu anafanya juu chini kuiangusha hii ngome, kwa sababu urafiki wao ulikuwa ni before mapinduzi ambayo yalitokea 79, ambayo haya mapinduzi ndio yalibadilisha Iran. Na hapa sasa ndio nikueleweshe kitu kwamba watu wengi huwa wanaelewa kwamba baada ya haya mapinduzi ndio Iran iligeuka kuwa ya Kiislamu. Kwa hiyo wengi wanaelewa kwamba Israel ina shida na Uislamu. Lakini uhalisia ni huu. Hapa ni wakati ambao Iran ilianza kuishi kama empire na sio kama kingdom. Kwenye episodi zetu za nyuma nimesha kuelezea sana kuhusiana na hivi vitu. Tofauti iliyopo kati ya kingdom, ambao ndio kama unaiona sasa hivi Uingereza imeondoka kuwa empire, British Empire, sasa hivi inaitwa United Kingdom. Kwamba kingdom unashughulika na mambo ya eneo lako la kijiografia. Empire unakuwa unashughulika kama unavyoona Marekani, kwamba kuna eneo la kijiografia lakini kuna sehemu nyingine ambazo watu wanajitawala lakini bado wanakuwa chini ya mitazamo yako when it comes to mahusiano yao kimataifa. Kwa hiyo Iran ilikuwa inaishi kama empire kipindi cha King Darius, ambaye dini yake ilikuwa ni Wazorista. Na hapa ndo nataka nikupe kipande kidogo tuliwahi kufungua nacho kwenye Picha Linaanza. Picha linaanza, Iran against the world. Yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Picha linaanza. Unaweza kujiuliza Iran inatoa wapi nguvu ya kujimwambafai kwa wazee wa kazi mababa lao kama USA na Israeli tunaosikiaga na kuona kwenye movie maunyada yao ya kivita? Inabidi ujue wakati Afrika shuleni tunafundishwa jinsi mababu zetu walidanganyika na kutawaliwa kwa miaka 400 plus. Wenzetu Iran shuleni waliambiwa jinsi ambavyo wao kama Waajemi, yani Persians, waliwahi kutawala eneo ambalo lilikuwa na nusu ya idadi ya watu duniani wakati huo. Hatuwezi kuwa sawa kimindset
Tuanzie hapo kwanza. Persian Empire ingekuwa hai hadi sasa, ingejumuisha nchi kama Iraq ambayo ndo Mesopotamia, Syria, Lebanon, Israeli wanaojimwambafai leo ambayo inajumuisha maeneo ya Palestina ya sasa, Jordan, Misri, Uturuki, Afghanistan, Pakistan na nyinginezo ambazo hauzisikii sana kutoka Afrika kama Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia na Georgia, bila kusahau Azerbaijan ambapo Rais Ibrahim Raisi alikuwa anatoka alipopata ajali ya helikopta na kufariki na gengi yake watu 9. Nitakupa full story around yeye baadaye. Kwa hiyo kama umeelewa vizuri ni kwamba Wairan wenyewe walikuwa na hiyo mindset ya kuishi kama empire, kwamba nianze sasa kuwa na vikundi vyangu Yemen, nianze kuwa na mimi na vikundi vyangu ambavyo vinafuata sera yangu labda sehemu kama Lebanon, nianze kuwa na watu wangu Gaza, nianze kuwa na watu wangu somewhere, huo ni mfumo wanaoishi kama empire, ambao ni zamani zile alizokuwa anaishi King Darius, ambaye dini yake ilikuwa ni Mzorista. So walikuja watu wenye ile mindset ya ki-empire, lakini tu dini ikiwa imebadilika. Kwa hiyo Uislamu ulikuja kitu separately kabisa. Na ndio maana nilikwambia ukitaka kuielewa Iran inabidi uelewe historia yake deep kiasi hiki. Kwa hiyo kuna mindset ya empire ambayo ndio tatizo wanalogombana nalo na Israel. Kwamba mimi nikitaka kujitanua Palestina, nikitaka kujitanua maeneo yangu, kutengeneza hiki kinachoitwa sijui nini, wewe Muiran unagoma. Hata sasa hivi Iran kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna watu tofauti ndani ya Iran. Kuna wasioamini dini. Kwa hiyo sio kwamba ni taifa la Kiislamu, ila sheria wanazozitumia sio za Kizorista, ni za Kiislamu, na walipiga kura wakakubaliana kufanya hivyo. Kwa hiyo tatizo lipo kwenye dini, tatizo lipo kwenye mindset ya empire. Zamani wakati wa kingdom ya Bwana Shah walikuwa wanaishi mambo yetu ni ya Iran tu, hayahusiani na sehemu nyingine. Sijui umeelewa ambacho Netanyahu anajaribu kukipiga sasa hivi kwa Iran? Labda ulikuwa unajua haya au nimekuongezea kitu. Tazidi kukupa updates za yale muhimu ambayo unaendelea kusikia, ambacho tu nitakushauri na nazidi kukushauri kwa sababu nahisi nina huo wajibu, ni kwamba kwenye haya mabilioni ya taarifa, be informed not influenced. Kwamba wakati unasikiliza hizi taarifa usizisikilize kama ushawishi. Yani sikiliza tu ni kitu kwamba okay, nimeshajua Iran wamepigwa mabomu, nimeshajua ndege ya Marekani imeangushwa, nimeshajua wamekufa viongozi 40 plus wa Iran, nimeshajua. Umeshajua, inatosha. Haina haja ya kuwaza kwamba hey, sasa nani mbaya, nani mzuri. Unajipa kazi ambayo itakufanya usiwe soba na taarifa zitakazokuja. Kwa hiyo mwisho wa siku unahitaji kucontrol hizo taarifa, kwa sababu kila anayekuletea taarifa pia anakuwa na dhamira fulani. Sasa make sure una control dhamira yako, wakati dunia ikiwa na navigate kwenye kipindi hiki kigumu kiuchumi na geopolitics. Lakini vimeshapita vipindi vingi kwenye historia kama hii, kama unafuatilia historia au at least unafuatilia Madini.com. Asante kwa kuendelea kuifuatilia hapa. Nafurahi kwa views ninazoziona, comments, lakini pia namba ya subscribers zinavyoongezeka inazidi kunisupport na kunipa nguvu ya kukuletea huu uchambuzi. Hii ni MDC Updates ya Madini.com, taarifa na maarifa.